Mahali pote ambapo mnanitazama, tunakukaribisha katika ibada maalum katika mji wa Makutano Kapenguria. Anza kutune in sasa kwa Facebook Joseph Chai na utaipata katika YouTube Joseph Mzungu. Watu wa Kapenguria na watu wa pale nyumbani, tumkaribishe Bwana Yesu kwa makofi mengi mazuri. Piga vigelegele, piga shangwe, piga shangwe. Piga vigelegele. Piga vigelegele na shangwe nyingi sana. Sema ndio. Sema yeye. Sema Yesu. Sema Yesu. Karibu katika ibada zetu za kila wiki. Wale mko Eldoret, tunakutana hapo Jumanne mpaka Ijumaa. Jumatano deliverance na Friday deliverance. Sunday mambo makubwa itafanyika. Wale mko Kapenguria, karibuni katika Jesus Power Kapenguria Makutano hapa chini ya Askofu Samuel Ndilangu ambaye Mungu amembariki. Watu wa Kapenguria tunakaribisha, watu wa Kapenguria wakaribishana, karibisha. Piga shangwe. Sema amen. Nataka nikuletee ujumbe unaosema umateka kwako umeisha. Umateka kwako. Captivity against you is gone, is over. Every captivity. Nasoma katika Biblia. Fungua pamoja nami Biblia yako kitabu kile cha Wafalme wa Pili, 2 Kings, wherever you are. Wale mko Dubai, kina Esther, Tina, wale mko Saudi Arabia, mko Amerika, wale mko Marekani pale, my sister Lucy, God bless you, God bless you. Wale mko Tanzania, wale mko Uganda, Okusi, karibu sana. Wale mko Nairobi, Mombasa, wale mko Thika, Mungu awabariki sana. Nakuru, my people from Nakuru. Eldoret, you are my people there. Amen. You can now start commenting. Comment. Ukilike jina lako halitatokezea sana, lakini comment. Once you comment jina lako itatokezea na nitaweza kukuombea nikitaja jina lako. Sisi tuko Kapenguria hapa, tumeogelea neema ya Mungu na sasa tunakuja katika neno lako. 2 Kings chapter 5. Biblia inasema basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Sema mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja. Sema mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii, sema nabii, aliyeko Samaria, maana angeponywa ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke, sema mwanamke, aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Anasema hivi, maana yake anasema, kama bwana wangu angejua kule Israeli kuna nabii ambaye anaponya huu ukoma wake, ungeponywa. Sema amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Kifungu cha kodi nasema, naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7. Akampelekea ujumbe akasema, nenda Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itarudia nawe utakuwa safi. Sema safi. Sema safi. Kifungu kile cha 14, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawasawa na neno la yule mtu wa Mungu. Sema neno la mtu wa Mungu.
nayo nyama ya mwili wake ikarudi ukawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga. Mpe Yesu afurahi pale. Nisikilize dakika chache nikupelekee kwenye ujumbe huu kwamba umateka kwako, your captivity is over. Umateka kwako umeisha. Na ninapoongea habari hizi, ninaongea habari za msichana ambaye alichukuliwa na Washami, alichukuliwa na jeshi la jemedari Naamani. Maandiko yanasema kwamba kulikuwa na vita kati ya Waisraeli na Washami, ambao jeshi lile Washami, maandiko yanasema kwamba aliyekuwa kilitawala ni jemedari Naamani. Sema Naamani. Ye alikuwa jemedari, ni mtu wa jemedari, ni mtu wa vita, ni mtu ambaye anaheshimika, ni mtu ambaye anaongoza kikosi cha vita cha jeshi. Maandiko yanasema lakini alikuwa na ukoma. Oh my God. Akachukua jeshi, wakaenda kupigana na jeshi la Sauli, kwenda kupigana na jeshi la Waisraeli. Maandiko yanasema kwamba walipopigana, sheria yao kwamba yeyote yule ambaye atashindwa vita, lazima watu wake watachukuliwa mateka. Wakipigana jeshi na jeshi litashindwa, lazima watu wao watachukuliwa mateka. Na mara nyingi wanaochukuliwa mateka ni wanawake. Wanaume wanauawa, wanawake wanachukuliwa waende wakafanye kazi, waende wakatumikie wale watu wamewashinda. Hivyo ndivyo ilifanyika, wakaenda kupigana vita. Waliopigana, jeshi la Naamani likashinda vita, halafu wakatafuta mtu ambaye watashika. Maandiko yanasema kulikuwa na msichana mmoja, kulikuwa na kijana mmoja mwanamke ametoka Israeli. Naamini yeye alikuwa amepeleka chakula, amepelekea jeshi lao chakula ili wale vita haiweze kupigana kama watu wako na njaa, wanapigana wakiwa wameshiba. Sema amen. Msichana akapeleka chakula ili kupelekea jeshi lao ili wale chakula wapigana vita. Lakini alipofika pale akakuta kwamba jeshi la Israeli limeshindwa, na sasa wale askari wameuawa, wengine wakuuawa, wengine wametoroka, wengine wamejificha. Wale wasema ukaona jeshi la Naamani, akaona yule msichana, akasema huyu ni wa Israeli, lazima akamatwe. Wakamshika yule msichana. Sema wakamshika. Wale watu wa Israeli wakaona msichana wao ameshikwa, lazima walijua huyu msichana anaenda kuuawa ama anaenda kufanywa matendo mbaya, anaenda kubakwa, anaenda kufanywa vituko vibaya. Lakini walipomshika msichana, maandiko yanasema wakampeleka katika nyumba ya jemedari Naamani. Ili awe maidi pale. Sema awe maidi. Wakampeleka ili awe mfanyikazi. Ndio mateka sasa. Halo? Ndio huyo mateka afanye kazi bila kulipwa, afanyishwe kazi, maana ametoka Israeli. Maandiko yanasema akapelekwa kwa nyumba ya jemedari Naamani, akae pale. Tuko pamoja? Nisikize kwa makini pale nyumbani. Maandiko yanasema kwamba jemedari alipomaliza vita, aliporudi nyumbani, unajua mtu akiwa amevaa suti ama nguo za kijeshi, huwezi kujua ndani yake kuna nini. Halo? Huwezi ukaelewa mwili wake una majeruhi ama una shida gani, maana mimi nimevaa suti hivi. Huwezi kujua kama hapa niko na kovu kubwa la kidonda. Hii ilikuwa kidonda kubwa sana. Hii nilikuwa naiba mapera huko kwetu, nikapanda mapera, nikapigwa mshale na yule mnyama juu, unaitwa kama nyuki yule, huku nyuma kumefura, akanipiga chini. Nikaja kukutana na kisiki, nikangonga. Nilikuwa kuna njaa wakati huo, nilikuwa tunaenda kuiba mapera ya watu, lakini niliokoka. Halo! Sasa nikiwa na suti hivi, unafikiria jamaa yuko salama, kumbe yuko na kovu kubwa. Sasa naye Naamani alikuwa amevaa nguo za kijeshi, yeye ameenda vita kule. Aliporudi akafika nyumbani kwake. Unajua kila mtu ana uhuru wa nyumbani kwake. Vile pasa hawezi kaa hivyo kwa nyumbani, hata mama atashangaa. Hawezi kaa hivyo, hata fika hivyo kwa nyumbani. Nikifika natoa nguo na vaa kinyasa.
natoa shati, nakaa bila shati, nakaa hapo, nanyosha miguu, ambia bibi yangu kuja, tengeneza makucha kidogo, tengeneza, fanya namna hii, sugua kidogo hapo, weka masaji kidogo. Niko kwangu imo, watoto wangu hawana shida, watoto wangu hawana shida na mimi. Sema amen. Lakini siwezi kutoka kwa nyumba hivyo. Tuko pamoja? So naye Naamani alipofika nyumbani, Biblia inasema kwamba akaenda akatulia. Kutulia kwake ni kwamba amefika nyumbani, ako na uhuru, akatoa nguo zake, akavaa kinyasa na mwili wake ukawa sasa yuko nyumbani, hana wasiwasi, si ndio? Sasa huyu msichana wa Israeli akagundua, akajua huyu jemedari ndiye yule ambaye alipigana na watu wetu. Kumbe ako na kasoro. Ako na kasoro, maana ako na ukoma katika mwili. Sasa ndiposa akaenda kwa bibi yake, akaenda kwa mfanyikazi wake mmoja, akamwambia laiti, maana huyu msichana alijua Israeli ni vizuri kujua kwenu kuna nini. Yes. Akajua Israeli kuna nabii anaitwa Elia, anafanya miujiza, anaponya watu, anakomboa. Ujue amechukuliwa kama mateka, lakini roho yake haiko na mateka, anafanya zile kazi zile za kule kwao. Unaweza kupelekwa mahali ukafikiria kwamba umeisha, kumbe umeenda kukomboa pale mahali. Wengine wanafikiria umekuja kapenguria kuisha, umekuja hapa kufanya maajabu. Ukirudi kule unaenda na ushuhuda. Halo, mpe Yesu makofi mazuri. Maandiko inasema kwamba akakumbuka kwao kule Israeli kuna nabii Elia, Elisha yuko pale, yeye anaponya watu, anafungua watu. Akaambia mfanyikazi mmoja, laiti huyu bwana wangu, maana amekuwa bwana sasa, mkubwa wako anaitwa bwana, bosi yako. Nasikia ukiwa umeajiriwa na mtu, sasa huyo ni bwana. Halo, ni bwana, maana ni boss. Bwana wangu angejua kule Israeli kuko na nabii, angepona ukoma wake. Yule mfanyikazi kama unasema nini? Yuko nabii kule kwetu. Ninaona mzee ana shida ya ukoma, ugonjwa umeharibu ngozi, mwili umeharibika. Ni jeshi ndio, ni jeshi mkubwa, lakini ni mgonjwa, ana kasoro. Na hii kasoro yake itamalizwa kule kwetu Israeli. Amen. Sema amen. Nasema kile unachojua, kile kilicho ndani mwako kitaokoa wewe na kitaokoa watu wenu. Kile kilicho ndani yako kitaokoa nyumba yako, kitaokoa wewe na watu wenu. Yule mfanyakazi mmoja akaenda mpaka kwa bibi ya Naamani, akamwambia huyu msichana ambaye amemleta hapa amesema jambo hili, kwamba kule Israeli kuna nabii, na ameona huyu mzee hapa ni mgonjwa, yeye ako na ukoma, na dawa itapatikana, lakini itapatikana kule Israeli. Sio hizi madawa zenu hapa, hazisaidii. Sasa huyu mama akaenda kwa bwana yake, akamwambia msichana amesema hivi, kwamba amekuona na ukoma na anataka upone, na utapona tu wakati utaenda kukutana na nabii. Nabii akasema sasa tutafanya namna gani? Si sasa tutume nabii aje? Akasema mpaka ukutane naye. Akatuma watu jeshi waende wakaulizie nabii. Wakampata nabii, akamwambia nataka huyo mtu aje mwenyewe. Halo? Wakaenda, kaitwa. Alipoenda akasema hata siwezi kukuwekelea mkono, sitakuombea, nataka mwenyewe uende mpaka mto wa Yordani. Uende huko, uende ujitumbukize mara 7. I like that. I like that. Yes. Sema leo napona. Sema leo natoka kwa mahangaiko. Sasa ngoma ile ambayo tunacheza leo, hatuchezi ngoma ya Mulonga. Wale walio wanajua ngoma ya Mulonga. Hatuchezi ngoma hiyo, tunacheza ngoma ya huyu msichana aliyeponya jemedari Naamani. Si maji. Aliyeponya jemedari Naamani si Elia.
Aliyeponya jemedari Naamani si wale watu walienda kusema aliyeponya jemedari Naamani ni yule msichana wa Israeli. Amen. Msichana yule wa Israeli ambaye alikuwa ni mateka, ambaye alikuwa amechukuliwa. Upande mwingine anaonekana hana maana yeye ni mateka, yeye hafai, amechukuliwa, atanzato ya fujo, yeye hana maana. Sema kuanzia leo nimejihamisha kwa roho ya wanadamu. Uelewe, kuna watu walimuona huyu msichana akichukuliwa, wakamuona anaenda na ataenda kule, wale watu ni wabaya, anaenda kule aidha abakwe ama awangamizwe ama afanyiwe kazi mbaya, lakini ndani yake alikuwa na mbegu ya Israeli. Mbegu ya Israeli ni mbegu ya uponyaji. Mbegu ya Israeli ni mbegu ya ukombozi. Mbegu ya Israeli ni mbegu ya safi sana. Mbegu ya Israeli ni mbegu ya muujiza. Alikuwa ni mateka, lakini ndani yake hapo na mbegu ya muujiza. Alikuwa ni mateka, lakini ndani yake na mbegu ya Mungu. Alikuwa heshimiki, lakini Mungu ndani yake amejaa heshima. Usifiche ile huduma iko kwa kanisa letu. Utaokoa watu, utaletea mhubiri, watu watawaponya kwa sababu yako wewe. Aliyeponya Naamani jemedari mkubwa wa vita, aliyeponya ni yule msichana mdogo ambaye ni mateka, wanasema hatafaa, ambaye hana kibele wala nyuma. Yeye ndiye aliyeponya. Hello? Biblia kama ingeandikwa mambo yote ingekuwa imetoka hapa duniani mpaka mbinguni. Lakini imeandikwa kwa mafumbo na imeandikwa kwa ufunuo. Sema amen. Nataka kupatia ufunuo sasa. Nimekwambia utahama kwa umateka. Mateka ni mtu ambaye haheshimiwi. Mateka ni mtu ambaye watu hawana haja na yeye. Mateka ni mtu ambaye ni mfungwa. Yaani hawezi kula vizuri, hawezi kuvaa vizuri, hata kulala kwake ni tabu. Hello? Sasa huyu msichana ndiye alikuwa hivyo mateka, lakini Mungu anakuja sasa. Mungu anakuja. Mwambie yako Mungu anakuja. Mungu anakuja. Usianza kumtembelea pale. Sasa anakuja mwenyewe. Are you ready now? Yes. Tupige ngoma. Angapo sema tupige ngoma. Geukia rafiki yako mwambie ngoma tutaicheza hii. Mwambie ngoma tutaicheza hii. Kama wana mziki mkae tayari. Ukisikia the music karibu hapo. Hello? Ngoma tutacheza, tutacheza namna gani? Hivi. Halo, bora ngoma iingie vizuri. Are you ready now? Mpesi makofi mazuri. Biblia inasema na jemedari Naamani hakuogopa. Akasema maana hata nikikaa na cheo yangu yote na mimi ni mgonjwa utanisaidia nini? Wacha niende kwa wale watu nimewapiga, hao watu ambao nimewapiga, hao watu ambao naona hawafai nimewachukulia msichana wao, niende kwa hao. Nasema mpira unaenda kugeuka. Nasema watakutafuta. Nasema watakutafuta. Wewe wamekudharau watakutafuta. Wewe wamekupuuza watakutafuta. Wewe waliona si kitu ya maana watakutafuta. Jemedari Naamani akatafuta huyo mahali Elisha yuko. Maandiko yanasema Elisha aliposikia habari hizo akasema hata asije kwangu sina haja kuona naye, aende mpaka mto Yordani ambao ni mto mchafu sana, una maji. Aende hapo ajitumbukize na akae uchi. Aende hapo atoe nguo na ajitumbukize mara 7. Halo? Anasema sasa mimi ni mtu mkubwa nitaendaje kwa hiyo mtu? Sema vile nabii amesema timiza. Nabii akisema hata kama haikupendezi wewe fanya vile anakuambia, kuna kitu itafanyika. Mtu wenyewe ni mchafu. Na yeye ni jemedari, ni mkubwa wa jeshi. Ndio huyo anaambiwa aende akajitumbukize ndani ya mto. Akasema haiduru nitaenda. Maandiko yanasema akaenda mdogo mdogo. Sema mdogo mdogo. Akaenda. Akaweka cheo yake mbali. Akaweka bunduki yake mbali. Akaweka heshima yake mbali. Akaenda kwa mto. Maandiko yanasema akaenda akajitumbukiza na chui. Akatoka. Anaangalia hakuna kitu. Amen. Hajapona bado. Akaenda mara ya pili. Naangalia bado ukoma huko. Aliambiwa mara ngapi? Mara 7. Akajitumbukiza mara ya 3. Naangalia mbona sijapona. Akajitumbukiza mara 4. Ya 5 hajapona. Ya 6 sema hii watu sasa
mpaka atimize ya 7. Maandiko yanasema alipokuwa anajiandaa, hata kama roho yake ilikuwa mbaya, inasikia iko na nuksi na vinakasheshe, lakini mbingu nayo ikawa imefunguka sasa. Mbingu ikawa inataka kutetea msichana wake. Mbingu ikawa inataka kutetea yule msichana aliyechukuliwa mateka. Mbingu ikiamua kukutetea, haijalishi itachukua muda gani, lazima itakutetea. Mbingu ikafunguka sasa. Alipojitumbukiza ndani mara 7, maandiko yanasema alipochomoka, alipotokelezea, akakuta ngozi yake ni kama ngozi ya mtoto mchanga, ambapo haina dosari, haina mawa, haina ugonjwa. Akajipima, akajiangalia, ndio akaenda kwa bibi yake, akaenda kumwambia, kweli mimi nimepona. Ni nani aliyekuambia habari hizi? Hizi habari bibi yake akamwambia, nimeambiwa na mfanyakazi wako mmoja. Akaenda kwa mfanyakazi, nani aliyekuambia habari hizi? Akasema, nimeambiwa na yule msichana uliyemshika mateka ambaye yuko kwa hii nyumba. Amen. Are you ready? Amen. Kifika hapo sasa unaweza kucheza sasa. Unaweza kucheza kama ni gitaa, kama nini. Unacheza hata style ambayo hakuna tu, unacheza tu. Halo? Maandiko ni mzuri sana. Hata wewe mwenyewe, huyo maid, huyo mfanyakazi, huyo ambaye unaonekana ni mateka, hana mbele wala nyuma, ndiye amesababisha upone. Na unajua amekaa pale kukula, anakula chakula ile imebaki, kulala analala jikoni. Halo, kama una maid usitese namna hiyo. Wacha akule chakula mzuri ile unakula. Wacha avae vizuri. Wacha akae nyumba nzuri, alale vizuri. Si kama Waarabu wanalalisha watu kwa jiko. Sema amen. Amen. Wakawa wameweka kwa jiko walale huko, maana ni mateka. Anakula makombo ile chakula, baada wamemaliza kushiba ndio anakula. Kulala ni shida, kuvaa ni shida. Yaani hatamiliki. Mtu akiwa ni mateka ni mtu ambaye yuko kiwango ya chini, lakini Mungu anaweza kukutoa pale. Amen. 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 Mpeni makofi mazuri. Sema leo ni leo. Sema leo ni leo. Sema leo ni leo. Sema ndege yangu inapaa sasa. Sema gari langu linakuja sasa. Sema maisha yangu inapona sasa. Msichana huyu ambaye ni mateka, naweza kuona mtu hapa ambaye Mungu anamuinua leo. Naweza kuona binti hapa Mungu anamuinua leo. Sitaki background yako ni gani. Mungu akiwa na wewe, Mungu akiwa upande wako, if God is for you, who shall be against you? Huyu msichana kuna kitu alifurahisha roho yangu sana. Laiti angekuwa paka pemburi, ningeenda kumtolea pesa nikampatia. Wako wale wanatumika. Laiti yuko hapa. Laiti mimi naona yuko hapa. My God. Yes. Msichana akasema, ndio mimi ni mateka. Yes. Lakini nina dawa ya huyu mtu yeye. Yes. Mimi ni mfungwa, lakini nina dawa ya huyu baba yeye. Yes. Akasema kule kwetu Israeli kuko na nabii ambaye atamaliza kesi hii. Yes. Yuko nabii amefungiwa huku kwa Washami, lakini ndani yake roho yake haiko kwa Washami, iko Israeli. Anaona miujiza ya Israeli. Anaona watu wakiponywa Israeli. Anaona watu wakifunguliwa Israeli. Anaona matendo mema. Amen na. Naamani akaenda akaponywa. Aliporudi ndio hii nakuletea sasa. Akauliza bibi yake, ni nani alileta hizi habari njema? Bibi yake anasema, ninaambiwa na wale wafanyikazi wako. Akaenda kwa wafanyikazi,
Akauliza, ni nani alisema habari hizi? Wakasema, si mwingine ni yule msichana ambaye mmemshika. Ninaamini kitu moja. Jemedari alipofika akamwambia yule msichana, akamwambia bibi yake, kuanzia leo huyu msichana hatalala jikoni. Kuanzia leo huyu msichana hatakula makombo. Huyu msichana tunamgeuzia anga yake. Hatakuwa tena mateka, ataishi kwa nyumba yetu. Kumfanya kuwa ni mtoto wetu. Hiyo ndio nakuletea sasa. Kipindi cha umateka kikaondoka kwa msichana, kikaondoka kwa binti wa Israeli, kwa sababu kile kiko ndani yake. Nimekuja mchana wa leo na unabii juu ya mtu. Kuna kitu Bwana ameweka ndani yako. Najua alikufungia mahali, kile kiko ndani yako itasababisha ufunguliwe pale, itasababisha ufunguliwe pale. Wamekufunga kwa maskini, Yesu aliye ndani yako atakuondoa kwa maskini. Wamekufunga kwa magonjwa, Yesu aliye ndani yako atakuondoa kwa magonjwa. Kila unajua kitakuondoa. Ninaona msichana hakuingia tena kwa jiko, alikaa pale high table akaletewa chakula. Ninaona msichana hakuvaa nguo mbaya tena, alinunuliwa nguo mpya. Ninaona msichana aliweza kuingia hata ndani ya limousine, ndani ya Mercedes Benz, ile gari ambayo anabeba Jemedari na Amani. Huyo msichana akawa mmoja. Leo na kuinua, leo na kutoa kwa mikono ya wabaya, na kutoa kwa mikono ya watesi, na kutoa kwa mikono ya kisirani. Unahama pale. Sema Yesu. Piga. Nasema utaheshimiwa. Chukua kipawa hicho kwa sababu yako. Wanaokutesa hawatakuona tena. Wanafikiria mambo yako kufika mwisho, ndio Mungu anaanza na wewe. Wanafikiria hautaendelea. Maendeleo yanakuja. Wanasema hautainuliwa. Utainuliwa leo. Wanasema hautafanikiwa. Unafanikiwa leo. Nikiangalia mchana alidumisha ushuhuda, na leo utashuhudia. Utadumisha baraka. Bwana atakupigania. Bwana atakushindania. Bwana atakutetea. Israeli kuna baraka, kanisani kuna baraka, kuna muujiza. Msichana kainuliwa. Wale wako chini ninawainua leo. Ninainua nyumba zenu, ninainua biashara zenu, ninainua familia zenu. Pokea. Sema Ninasema wapende wakatae, lazima wajue Mungu wako anaweza. Lazima wajue Mungu wako anatenda. Lazima wajue Mungu wako anainua. Walikuacha chini, watakuona wanainuliwa. Walikuacha unalia, watakuwa wanafurahia. Walikuacha unataabika, Bwana ataondoa hizo taabu zote. Ninaongea na nyumba yako, ninaongea na roho yako, ninaongea na biashara yako, ninaongea na huduma yako, ninaongea na kipawa chako. Hautabaki vile. Hautabaki vile. Hautabaki vile. Hautabaki vile. Hautabaki vile. Sikia pale. Kaa chini. Kaa kwa kiti. Usikae chini. Kaa kwa kiti. Usikae chini, kaa kwa kiti. Mpe Yesu makofi mazuri pale. Mpe Yesu makofi mazuri pale. Wale watu wa Israeli, wale watu wake wa Israeli wakaona msichana anaenda kuteswa. Wakaona msichana amechukuliwa mateka, anaenda kuteswa. Hawakujua Mungu anaenda kumbariki. Ninaamini siku moja alitoka na Mercedes. Ninaamini yule mama wa nyumba alimwambia yule dereva wake, chukua huyu msichana uende naye mpaka supermarket. Uende naye supermarket ili aende akanunue vitu za nyumba. Halo. Mtu ambaye ana mateka aingie kwa Mercedes Benz. Amen. Mtu ambaye ni mateka anakula makombo. Anaingia. Unajua Mercedes kama unasikia? Unajua limousine kama unasikia?
Naongea habari za gari ya bei ghali. Gari ambayo haisikii mashimo. Kama hii ya pasta, haisikii mashimo hii. Haisikii. Hizi zile gari ambazo ukienda nazo kwa rough road, kwa bumps. Halo, wacha hizi matatu zenu mnapanda, unaenda ukifika Kitale bongo. Hii ya mzee. Ikifika kwa kwangu nasema everything works for good. Halo! Piga changa. Ninaachilia pia kwako hiyo. Na kutoka kwa mapikipiki. Mapikipiki inaenda kukurusha kwa huko. Mara imekuangusha kukuja huko. Halo? Na unajua mimi si laumu madereva wa pikipiki na laumu nyinyi abiria mnabeba. Especially mama ndio mnaangushwa sasa. Mnaangushwa kuja ndugu nikuoneshe. Wewe unapeleka pikipiki. Kuna mmoja anapeleka pikipiki na. Alikuwa na pikipiki. Kuja. Basi. Silaumu. Tengeneza hii. Yes. Kaza hicho wacha naye that's the problem. Yes. Unaona huyu? Siwezi kulaumu yeye akikuangusha. Sababu nyinyi ndio mnaangusha hawa watu. Unaona? Sasa huyu anapeka pikipiki, sio pikipiki. Sasa wewe ni abiria, baadaye kazi vizuri wewe unanyonga hivi. Halo! Sema nimejua leo. Sitanyonga tena. Sitaanguka tena. Halo! Unanyonga. Anashindwa kupumua baba. Ukiona anaanguka ngomba za hewa inaisha, unaenda pamoja slow motion. Mpatie Bwana Yesu makofi. Nimekupatia taksi kuanzia leo. Nimekupatia pickup kuanzia leo. Nimekupatia matatu na gari yako. Ndio wengine uajiri watu. Mapikipiki wana kama 1000 uajiri watu wakuletea pesa. Wewe yako ni maadili gani mpya ya kuendesha kwa jina la Yesu. Pokea na wewe. Sasa wale watu waliomuona msichana amechukuliwa mateka wanajua kwamba akienda anaenda kunajishiwa, anaenda kupigwa, anaenda kufanyiwa madhambi. Yule mama akaambia driver, naamini hiyo, enda supermarket ile kubwa hapa, chukua Mercedes Benz, enda na msichana afanye shopping ya chakula, maana amekuwa mtoto wa nyumba. Halo, na unajua hapo Israeli na watu Israeli kama hapa jirani yenu nani? Tukana wa Kenya. Wale wa Kenya wazee tunaeka. Tukana. Sina vita ni Tukana Pokoti. Ampigana na Waluya kwa sababu ya ng'ombe. Wale wanaiba ng'ombe zetu na nyinyi mnapenda wao. Wale wanapenda ng'ombe sana. Halo? Sasa unaona si mbali na mbali. Sasa kule Washami hawako mbali na Waisraeli. Halo? Tumekataa vita ya majirani kwa jina la Yesu. Tumeondoa, hakuna kupigana popote na Tukana. Your brothers and sisters. Hakuna kupigana na Waluya na huko hakuna kupigana na Marakwet, hakuna. Hakuna kupigana Marakwet hata Eldoret sisi. Kupigana na watu. Ni wazuri. Halo? Tuko pamoja. Hakuna, nimeondoa hiyo roho kwa jina la Yesu. Muone Watukana waoe hapa na nyinyi muoe huko. Na muoe Karamojong na Karamojong waoe nyinyi. Na muoe na Waluya muoe hapa. Mtaenda kula ugali mengi sana. Kwa Waluya muolewe na nyinyi muoe. Ukiolewa na Waluya utaenda kunona sana. Sababu ugali ni mwingi, lakini naye mpate ugali nyingi sana. Ukiolewa na ukiwa Mluya lazima unaweka gunia 2 za sima kila siku. Are you ready? Karamojong huko mtapata ng'ombe na wengine wote hapo kote wamebarikiwa kwa jina la Yesu. Sasa msichana akajua kwao ni karibu.
na amepewa Mercedes. Na yeye ndio dereva pekee yake, na yeye ni command. Na akaambiwa kile atasema msichana asema, fanya. Msichana kae, wewe kwa bosi kae mbele. Halo, bosi anakaa back left. Back left. Akaingia. Kafunga mlango. Dereva yuko kule. Halo, msichana kafungua kioo hapa. Unafinya tu hivi. Unafinya, kioo kinashuka. Unaweka mkono nje. No, twende. Usiende somaji zaidi, pitia kwetu kwa watu waliona. Pitia walifikiria nimeenda kufa, wapitie kwetu. Wakapitia huko. Kabe, nani gani nakuja hii jemadari wanaangalia ile msichana. Amen. Ameweka mkono hivi. Sema amen. Kuna watu wanafikiria umekuja hapa umekuja kuteseka. Nakwambia masaa inafika. Halo? Najua hii Disemba mtaenda manyumbani. Unajua hapa town watu wote hawaishi hapa. Kila mtu hapa amekuja hapa ni mgeni. Halo? Kila mtu ana adhabu yake hata kama ni hapa karibu. Hapa town umekuja mtamuda. Sawa sawa? Disemba hii wakati unaenda nyumbani. Unajua umekuja Kapenguri, umekuja makutano, umekuja kwa haso. Nataka kuanzia leo utakuja pesa. Uchukue hata 500 uvunje 25 ama shilingi 20 hiyo kidogo. Uwe na mingi namna hiyo. Sasa siku hiyo hata usipande boda, tafuta taxi. Hata kama pesa mwambie tafadhali nikopeshe. Nenda nyumbani. Alafu utakuja kuchukua na baadaye. Halo? Wewe ukifika karibu na nyumbani kwa umevunja shilingi. Umefika nyumbani kwenu. Mwambie karibu na gate hapo, mwambie washa hazard lights. Hazard ile matema mwangu. Kama mtu mkubwa anakuja. Na usikae mbele. Halo? Na ununue tiketi nzuri. Usitoe vile mbaya. Halo? Kama hii ni nzuri sana. Unaona? Wamama nataka kuwafundisha. Wacha kwa hii tiketi nzuri, wacha kwa tiketi. Huko nyuma. Hata kibeti huko unaenda wapi na? Hizo nakala wewe ni mwizi. Hizi yako wewe. Tunataka kama hii. Kama unatoroka na. Halo? Kibeti namna hii. Amen. Una kitu. Anatoroka na shida. Anatoroka. Are you ready? Yes. Msichana akashika kibeti yake. Akatoka. Akawaambia, mimi sikwenda kufa, nimeenda maisha yangu kubadilika. Anakuja na mzinga pale. Nimekuja hapa iko ndo. Naona alitoa pesa kidogo hapo akawapatia. Ndio akifika kwa supermarket anachukua ile kitu kidogo ambayo imepungua bei. Maana wapatia. Ukifika nyumbani ushuke, weka mkono hivyo. Na usikae sana zaidi ya 30 minutes watajua. Usikae dakika 15 usikae sana watajua. Fika hapo kujeni kuwapatia 5 hata wale maadui zako. 5 alafu ambie okay tumemaliza, mama achukua shilingi 1000, ichukua 400, 200, 300 haya. Okay, mwambie kule na appointment na ngojewa sahihi. Please. Niruhusu niende, nitakuja next week. Ingia hiyo gari enda, ukifika njiani sasa mwambie piga mbio kabisa. Ukifika mwambie sasa ngojea pesa yako tukutafutia kitu. Halo! Lakini utakuwa umevunja rekodi. Ukitoka pale sema haya. Huyu msichana amebarikiwa hivi. Amekuja na gari. Ametupatia pesa. Uliza hata tupatie shilingi yote 10. Wanajua ni pesa. Maana wataipata. Halo? Sasa haya. Hata wale kwa wanasema wameenda kuangamia, wanasema wamebarikiwa. Hivyo ndivyo msichana alifanya. Walifikiria ameenda kuangamizwa, lakini Mungu wake alishuka akamkomboa. Nami leo nimekuja na neno la ukombozi. Haijalishi ulikuja vipi hapa Kapenguria, Bwana amekuja ili akuinue. Ukiona mahubiri yuko hapa, Bwana amemwita ili akuinue. Vile utarudi
kule ushago, sio vile ulikuja vibaya, utarudi vizuri, ulikuja ukiwa na shamba, utarudi ukiwa na shamba, ulikuja ukiwa hauna hela, utarudi na hela. Leo nataka nikutabirie maisha yako yanaenda kubadilika. Umateka ukiondoka, utajiri unaingia. Umateka ukiondoka, pesa zinaingia. Umateka ukiondoka, milango mipya inaingia. Utakula vizuri kwa sababu ya umateka umeondoka. Utavaa vizuri kwa sababu ya umateka umeondoka. Utatembea vizuri kwa sababu ya umateka umeondoka. Leo ninatabiria anga hii katika jina la Yesu. Kila umateka uliosukumwa, kama ni mchawi amesukuma, kama ni waganga amesukuma, kama ni mfuga maji amesukuma, hiyo tunaondoa leo. Tunaondoa leo. Tunaondoa leo. Sema ye! Sema ye! Sema ye! Nasema unaondolewa kwa shida za kiukoo. Unaondolewa kwa tabu za kijamii. Unaondolewa kwa maskini ya kiukoo. Msichana akakubalika, mmoja katika wa familia. Na mimi nakupatia familia ya baraka leo, nakupatia familia ya muujiza leo. Kile kiko ndani yako kitakuondoa mahali walikuweka. Watu walikuweka kwa kilio, Bwana atakuondoa pale. Wanawake wamekuweka kwa kimateso, Bwana atakuondoa pale. Wanadamu wamekuweka kwa magonjwa, Bwana atakuondoa pale. Ninasema utaondolewa. Mahali walikuacha hautapapata pale, hawatakukuta pale. Mahali walikuacha hawatakukuta pale. Haleluya! Walikuacha hauna gari, watakupata na gari. Walikuacha hauna nyumba, watakupata na nyumba. Walikuacha ukiwa single, watakupata double. Are you ready now? Walikuacha ukilia, watakupata unafurahia. Waliokudharau, haya masaa imefika. Yuko wapi yule mwanaume? Tuko mbele. Pale mwanaume. Are you ready? Sema kuanzia leo, wataniheshimu. Wataniheshimu. Walionidharau, wataniheshimu. Wasionipenda, watanipenda. Wasionijua, watanijua. Pia vigelegele.